Kuna nyakati ambapo ramani huacha kuwa karatasi, huwa onyo kwenye mpaka wa mashariki wa Uturuki unaoelekea Irani. Onyo hilo sasa linaandikwa kwa zege, chuma na macho ya kijasusi. Ankara ikitazama mashariki haisubiri tena habari, inajiandaa kwa dhoruba. Taarifa zilizothibitishwa na Middle East Eye zinaeleza kuwa Uturuki inachora mipango mizito ya dharura endapo hali mbaya zaidi itatimia kuporomoka kwa serikali ya Teherani. Katika hali hiyo, lengo kuu si vita, bali ni kuzuia kile Ankara inachokiona kama hatari kubwa zaidi, wimbi jipya la wakimbizi. Katika kikao cha faragha kilichofanyika bungeni Ankara, maafisa wakuu wa Wizara ya Mambo ya Nje waliwakutanisha wabunge na kuwawekea picha ya siku zijazo zisizo na uhakika. Ndani ya ukumbi huo uliofungwa milango, dhana ya ukanda wa kuzuia buffer zone ilitajwa, angalau kwa baadhi ya waliokuwapo. Mshiriki mmoja alinukuliwa akisema kuwa nia ya Uturuki ni kufanya kila linalowezekana ndani ya ardhi ya Irani ili wale watakaojaribu kukimbia wasivuke mpaka. Mshiriki mwingine aliepuka neno buffer zone, lakini alikiri kuwa Ankara iko tayari kuchukua hatua zaidi ya kawaida, hata kama zitakuwa nzito kisiasa na kibinadamu. Maneno hayakuishia bungeni. Kwenye ardhi yamegeuka vitendo. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imethibitisha kuwa mpaka wa kilomita 560 na Irani sasa ni ukuta wa kiteknolojia, minara 203 ya kielektroniki ya uangalizi, minara 43 yenye mifumo ya kupandisha na kushusha vifaa, ukuta wa zege wa kilomita 380, mifereji ya ulinzi yenye urefu wa kilomita 553 pamoja na ulinzi wa saa 24 kwa drone, ndege za mifumo ya kijasusi, kwani huo si mpaka wa kawaida, bali ni mstari wa mwisho wa ulinzi. Wakati Ankara ikijenga ngome, Irani yenyewe inatikisika. Maandamano yaliyochochewa na mfumuko wa bei na kuporomoka kwa sarafu yamegeuka kuwa mapambano ya wazi kati ya wananchi na dola, kwani ripoti za vyombo vya habari vya Uturuki zinadai zaidi ya watu 4,000 wameuawa na 20,000 kujeruhiwa katika maandamano hayo ya damu. Serikali ya Teherani imelaumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi, huku ikikata mawasiliano ya internet ili kuzuia moto wa taarifa. Irani kwa sasa ni taifa linalopumua kwa shida. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Hakan Fidan, amesema wazi kuwa Ankara inapinga uingiliaji wowote wa kigeni na inaitaka Washington kutumia diplomasia badala ya mabomu, kwani hata hivyo taarifa kutoka Ghuba zinaeleza kuwa Marekani inatafakari mashambulizi ya usahihi wa hali ya juu dhidi ya maafisa wakuu wa Iran. Kuongezeka kwa ndege za kivita, mifumo ya ulinzi wa anga na manuari ikiwemo USS Abraham Lincoln kumeufanya mgogoro huu kufikia kilele cha hatari. Hofu ya Uturuki haitatokea hewani. Ni kumbukumbu hai ya machungu ya kihistoria, uvamizi wa Iraq mwaka 2003 na vita vya wenyewe kwa wenyewe Syria kuanzia mwaka 2011 vilisababisha maelfu ya wakimbizi kumiminika ndani ya Uturuki na kuathiri uchumi, jamii na siasa, kwani licha ya baadhi ya Wasiria kuanza kurejea nyumbani baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, jamii ya Uturuki bado imechoka na mzigo wa wakimbizi zaidi ya milioni 2.7. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa Uturuki haitatumia tena sera ya mlango wazi kwa nchi jirani yoyote. Vita kamili kati ya Israeli na Irani vinaweza kusukuma hadi wakimbizi milioni 1 kuelekea mpaka wa Uturuki, idadi ambayo Ankara inasema haiwezi kuimudu. Hata hivyo, kitendawili kimoja kinaendelea kuisumbua Ankara: uwepo wa zaidi ya Azerbaijan wenye asili ya Kituruki milioni 12 ndani ya Irani. Ikiwa kundi hili litakimbilia mpakani kwa wingi, je, utaifa wa damu vitashinda sera kali za usalama? Uturuki sasa imesimama kwenye mstari mwembamba kati ya usalama wa taifa na wajibu wa kibinadamu. Irani inapambana na hasira ya ndani. Marekani inasogeza vipande vyake vya kijeshi taratibu, lakini kwa uamuzi wa Mashariki ya Kati, kama ilivyo desturi yake, inasubiria kwa hofu,
kwa ukimya na kwa matarajio kwamba radi itapita bila kupiga.